Tumerejea tena, asante kwa kutuchagua. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Msume, nipo sambamba na wachambuzi wangu Hamisa Abdurrahman pamoja na Faraji Mustafa, mzee wa Instant. Kiweza kufanya hivi basi ujue mambo yanakwenda sawa, au vipi? Safi kabisa. Sawa bwana, tupo na wewe mpaka saa 6 kamili za mchana tukiangazia taarifa mbalimbali na uchambuzi mbalimbali wa kimichezo. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, miongoni mwa vitu ambavyo umevikosa kidogo ni kuhusiana na uhondo wa ligi kuu ya NBC ambao tumejadili michezo hapo jana, lakini bila kusahau mchezo wa leo. Bila kusahau tumeangazia pia taarifa ya CDF kwa pongeza na michezo jeshini, lakini bila kusahau makala ya kuhusiana na michezo, siku ya michezo duniani ambayo ilikuwa ni jana Aprili 6. Lakini kwa wakati huu kuna vingi sana ambao kwenye joto la Afrika utakuja kuviangazia ama kuvisikia na uchambuzi wake kimataifa. The pitch bado zilizobamba mitandaoni na yenyewe pia utazisikia hapa. Lakini kwa wakati huu, kama ilivyokuwa ada ya Viwanjani, kuwa na mazungumzo mbalimbali na wadau mbalimbali wa michezo, leo imeangukia zamu ya nani? Leo imeangukia zamu ya Sixtus Mapunda. Yeye ni mkuu wa wilaya ya Temeke ambaye amefanya mazungumzo na mwenzetu Rosemary Timzo Karugira kuhusiana na maendeleo ya michezo wilaya ya Temeke pamoja na ujenzi wa miundombinu ya kimichezo ndani ya wilaya ya Temeke. Hii hapa ni mazungumzo maalum. Leo tunakwenda kukutana mkuu wa wilaya ya Temeke katika mkoa wa Dar es Salaam. Si mwingine ni Sixtus Rafaeli Mapunda. Tutajiuliza kwa nini leo mkuu wa wilaya? Uko sawa sawa? Mimi niko sawa sawa. Karibu sana, karibu sana Temeke. Tumekaribia. Karibu sana. Ofisi ya mkuu wa mkoa iko opposite na geti kuu la Benjamin Mkapa. Hapa ndani ya Temeke na viwanja vingi. Ana uwanja wa Benjamin Mkapa ambao mkoa ni uwanja bora barani Afrika, lakini ana uwanja wa Azam Complex kule Chamazi, ana uwanja wa Uhuru. Hii vyote viko mkabala, uwanja wa Benjamin Mkapa pamoja na uwanja wa Uhuru vimefungana. Lakini kuna uwanja mzuri sasa hivi ambao umejengwa katika maeneo ya pale Mwembe Yanga. Leo tukasema tupige hodi kwake tuweze kuzungumza. Kwanza kabisa, unajivuniaje kuwa na viwanja kiasi hiki ukilinganisha na wilaya nyingine zote zilizoka hapa mkoa wa Dar es Salaam, tena vya kimataifa? Kwanza naweza nikasema moja ni bahati, kwa sababu historia ya uwanja wa Uhuru ilikuwa na historia yake. Baadaye kukawa na nafasi ya kuweza kuweka uwanja mkubwa wa Mkapa, lakini kifupi Temeke imekaa kimkakati. Temeke ilikuwa ni eneo ambalo linavutia kimichezo, hususan soka. Ndio kwa maana hata Azam Complex sio kwamba walikuwa wanashinda kuweka Bunju, sio kwamba walikuwa wanashinda kuweka Kigamboni, lakini Temeke imejibrandi kama ni wilaya ya kimkakati ya soka. Kwa hiyo imekwisha kujitambulisha. Kutokana na hizi tabia za asili, imepelekea ukanda huu si tu una wachezaji, mashabiki wako wa kutosha na wapenzi wa mpira wanajaa sana uwanja. Asilimia kubwa wanatoka huko Kubuza, Mbagala, Chamazi na kadhalika. Na wewe utakuwa ni shahidi, hata uwanja wa Chamazi na ule umbali mechi uwanja unajaa. Unathibitisho tosha Temeke ni ya mpira, Temeke ni wilaya ya kisoka. Ni watu wa ball. Watu wa ball. Uwanja wa Benjamin Mkapa uko opposite, ni jirani kabisa. Panapokuwa na mechi kubwa, tuchukulie mfano kama ile dabi hapa kote kwa Afrika, inakuaje hapa kwenye maeneo yako ya ofisi? Unawezaje kucontrol hili? Mimi nadhani kwa siku zijazo lazima tufikiri zaidi. Mimi ningependa sana ili eneo la karibu na ofisi yetu ndio mbeleni kulijeliwe sehemu ya facilities zinazosaidia kuboresha uwanja wa Taifa katika maana ya parking, huduma za vyakula na kadhalika. Naam. Ukiangalia kwa jinsi palivyo sasa hapa ofisi ya mkuu wa wilaya, moja kwa moja unatazamana na uwanja wa Benjamin Mkapa. Kuna muda unakaa hapa kwenye zile mechi unatizama watu walivyofurika hapa, unakuwa ni mtihani kidogo kuwa na ofisi ya mkuu wa wilaya ikikaribiana na kivutio cha soka cha namna hiyo. Kwa hiyo mimi ungeniambia hebu
ungewezaje kufanya hapa? Mimi ningeshauri na nina mpango huo tayari. Niliwahi kuongea kipindi kile na Waziri Ndumbaro kipindi akiwa waziri wa michezo. Sema ingependeza sana AFCON 2027 hii ofisi hiyo upande mwingine. Upi sasa? Nafasi ya kutosha. Tunaweza kwa upande wa pili wa manispaa, ili huku tufanye vitu vingine, ibaki facilities za mpira, weka restaurants, weka parking slot nzuri. Sio watu wote na watu wenye magari yanaweza yakaingia ndani, space kule ndani ni chache. Unafanya hapa kitu kizuri, lakini kitu kingine kule ndani ukiangalia mifumo ya kupata chakula kwa zile mechi ambazo ni kubwa, watu 60,000 na zaidi, tukitengeneza maeneo mazuri nje, watu wanapata chakula, wanapata kinywaji kwa muda mrefu, inasaidia hata kupunguza foleni ya muda ule peak hour wa kuingia kwenye uwanja na kutoka kwenye uwanja. Watu wanalazimika wao wamekula nyumbani, wanafika ule muda wa saa 10 au saa 11 wanakimbizana kuingia, ndio inasababisha lile foleni kubwa ambalo kwa kweli kwa muda mwingine inakuwa ni changamoto kwenye mambo ya usalama. Mpango wako wa muda mfupi na muda mrefu unapokuwa na mechi kubwa, na hasa tubaki pale pale kwenye hizi dabi za Kariakoo, Simba na Yanga, wafanyabiashara wanakuwa ni wengi sana, na hata kiasi kwamba mpaka eneo lako la nje kwa maana ya gate, sehemu ya kuingilia, watu hawajali kwamba ni kwa mkuu wa wilaya. Mipango hii iko vipi kwa hiki kipindi ambacho wanasema mimi Sixtus Raphael Mapunda ninapoondoka, walau maana hizi ni kazi na mnabadilishwa leo, mkuu wa wilaya tunaweza kukuta leo kwa mkuu wa mkoa kule kwetu Kagera, unaacha nembo hiyo walau kwenye biashara. Kwanza unaweza ukalisema kwa hatua za awali ndio ni kumanage kilichoko, kumanage hao walioko, unawapanga vipi? Unaongelea watu 60,000 watakaa ndani, wengine 40,000 50 wako nje ya uwanja. Hata ukafanyaje, space haiwezi kutosha. Jambo la kufanya kwa haraka ni kumanage tu hao walioko, kutengeneza utaratibu ambao tumeufanya. Tunazuia umbali mrefu, tuna control wapite vizuri bila kuleta disturbance. Hiyo tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Hii ya pili niliyosema ni long term plan, ambayo ita involve sio tu kujenga majengo ya gorofa, na muda mwingine uhitaji wale wa VIP waende kule, wanaweza wakafika kwenye jengo la gorofa upande wa kwetu, wakapaki, wakaenda juu kwenye lounge, wakapata chakula, afu kuna daraja moja kwa moja linalopitisha wanaenda uwanjani. Hii maeneo mengine tumeona hivi, na hii ndio ndoto yetu tupafanye hapa. Mungu akijalia tukafika kabla AFCON, tuwe na VIP lounge huko, wanaita platinums, VIP wasiende kule, wapaki magari yao huko, wanapanda huko juu, kweli anafika amekuwa treated vizuri. Sio anatoka tu kwanza kuingia uwanjani na kuwa ni mtihani. Ili tuna discourage mpaka siku hizi wazazi hawajisikii furaha kwenye dabi kuja na watoto. Nimechunguza kwa miaka hii miwili ya karibuni, ikitokea Simba Day au Yanga Day ndio unaona wengi wazazi wanakwenda na familia kabisa. Lakini inapokuja dabi ukuti watu wanakwenda na familia, wanaenda na watoto kwa sababu ya hiyo pressure. Pressure inakuwa ni kubwa sana. Lakini kwa nini Simba Day, Yanga Day inawezekana inakuwa ni family day? Kuna vitu nabidi tujifunze. Ni namna ya pressure ya game jinsi ilivyo. Of course. Na jinsi mashabiki wanavyochukuliwa, wanavyotizamana, chochote kinaweza kutokea. Lakini tungependa sana hata dabi mtu anakuja na family, katikati ya utulivu, amemaliza burudani yake, amepita kwenye daraja, ameingia chini kwenye gari yake, amechukua taratibu, amekwenda. Au katika maana ya kupunguza foleni, mechi imeisha saa 1, kwa nini wewe nyumbani mnakuja kwenye lounge, mnaanza kubishana ile mechi, foleni inapungua saa 3 saa 4, unaingia kwenye gari yako unaondoka. Sasa hivi huna facilities za kumretain, kumweka mtu asubirie foleni, hamna. Ataenda wapi? Hapa pote kunakuwa hivi vibanda, kuna mziki, kuna kelele, wengine wapende kelele. Hakuna sehemu ya kukaa, viti vyote vimeshajaa. Kwa hiyo mnajikuta wote mnaingia kwenye magari au wote mnatembea, ni foleni ya kutoka kwa muda mmoja. Hii nadhani huko mbele tukifanikiwa itatusaidia sana, na kwa sababu moja kati ya majukumu makubwa ya serikali kutengeneza huduma kwa jamii, na kikubwa zaidi ambacho tukishukuru sana
na mimi ninaona matokeo yake, hamasa ambayo imeletwa na rais wetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye zile mechi kubwa. Goli la mama linahamasisha, linafanya kuna wengine ngoja tu linaleta hamasa, inakokuaje. Kwa hiyo imekuwa kila kona sasa hivi rais ameleta hamasa kubwa sana. Sio mara moja, sio mara mbili, amewahi kutoa ndege timu ziende nje. Kwa hiyo unajikuta kwa hamasa ambaye rais anaifanya, goli la mama, anatoa usafiri wa ndege, timu zinakwenda nje, anatufanya sisi wasaidizi wake tufikiri mara mbili. Sasa yeye anafanya ya makubwa, sisi hapa kwetu, mimi mbele yangu hapa tunafanya nini? Lazima tufikiri hivyo, na tunafikiri hivyo kupafanya pawe pazuri zaidi. Ikumbukwe kwamba uwanja una historia ya Rais Benjamin William Mkapa aliyeona kipindi hicho. Hatukutarajia siku moja kama tunaweza tukawa na watazamaji 60,000 walio kwa wakati mmoja. Siku ile mechi tunacheza na Mozambiki. Hii ni kwa mara ya kwanza mnakwenda mnakaa level city, uwanja unataa vizuri. Mambo yalikuwa mazuri sana hapa. Leo nakwenda imepita miaka ya kutosha. Leo unaona ukarabati mkubwa unaendelea kufanyika. Ni mambo mengi sana katika sekta ya michezo serikali imefanya, rais wetu kabisa ameonyesha. Sisi huku katika kapasiti yetu ndio maana tunafikiri haya. Hebu tuongeze nguvu, tufikiri, na yanawezekana tukawa na sisi sehemu ya kukuza soka ndani ya eneo letu. Tumeumaliza walau dimba la Benjamin Mkapa. Twende jirani yake hapa, una Uhuru ambao umeugusia kidogo. Shughuli nyingi za maadhimisho ya kiserikali zimekuwa nazo zikiadhimishwa hapo. Hilo nalo unalichukuliaje? Yote yako hapo hapo, yani unapiga kwa dimba la Benjamin Mkapa kama ni hatua 10, basi pale unaongeza hatua 13. Sasa kuna jambo halijasemwa sana. Ndio. Kuhusu upekee wa ile eneo. Ndio. Wengi wanaongelea tu uwanja wa Uhuru kama uwanja wa kihistoria, toka tumepata uhuru, na uwanja mpya wa Benjamin Mkapa. Ili eneo ni complex. Kuna mradi wa uwanja wa Benjamin Mkapa, kuna uwanja wa Uhuru, nyuma ya uwanja wa Uhuru kuna viwanja vingine visivyopungua vitatu. Kuna uwanja wa basketball, volleyball, tennis, kuna ofisi kule kwa ajili ya kutoa hizi facilities, kuna indoor iko kule nyuma. Yote ni Temeke hiyo. Ukipata muda siku moja ni kupitishe uone. Unapoona hapa kuna vitu visivyoonekana. Kwa sababu kuna ukuta mkubwa umezunguka mpaka tunafika kwenye flyover. Ile pale Kilolo. Karibia na usalama. Hapa katikati kuna mambo yanaendelea makubwa. Siku tukija kupafungua pale, hiki ni kitovu, ni integrated system. Unaposema umefika kwenye kitovu cha michezo, ukifika Benjamin Mkapa na viunga vyake, unamaliza kila kitu. Na hiyo ndio ilikuwa spirit ya viongozi wetu toka miaka ya nyuma, inaendelea kutekelezwa awamu kwa awamu. Hata mliokuwepo nyuma zamani tunautania uwanja Uhuru kama shamba la bibi. Upande wa kule ulikuwa hauna majukwaa, leo mnaona majukwaa na bado ukarabati unaendelea. Ukaenda nje zaidi kule utakuta kuna pitch zinaendelea, ziko vizuri, majukwaa. Tungependa sana ile sport complex ije sasa huku mbele itumike kwenye watoto UMISETA, UMITASHUMTA, waanze kuzoea, waanze kuona bana, tumetoka hapa nyuma kwenye complex hapa, kesho tutakuwa Uhuru, kesho tutakuwa Benjamin Mkapa. Itasaidia kuwajenga vijana wetu kwenda katika mtizamo sahihi wa kukuza michezo. Mimi binafsi yangu nafarijika na hizi facilities katika level hii kubwa ya kitaifa na kimataifa. Lakini tusiishi hapa, lazima tuishukuru sana Azam. Uwanja wa Azam Complex kwanza umetusaidia, na niwaambieni baada ya Azam Complex ndio ikaja kwa KMC. Na nakuhakikisheni baadaye vitaendelea viwanja vingine kwenda. Ilikuwa haijazoeleka kama private sector wanaweza wakawa na uwanja mzuri kama ule. Ni uwanja mzuri, una viwango vizuri, mnauona kabisa standard kabisa ya kimataifa. Leo tuna KMC, kesho kutwa mtakuta viwanja vingine vinakwenda, isipokuwa hawa mabwana walianza kuonyesha njia. Inawezekana tukawa na uwanja nje hapa, ikawa Chamazi kabisa na mambo yakaendelea. Kesho mtaupata uwanja kama huo
sehemu nyingine. Mnakumbuka ile uwanja mwingine wa Mbweni? JKT. Meja Jenerali Samuel. Mnaona hii yote hii imetokana na Azam Complex. Jamani, kama tunaweza kwenda Azam Complex, tunashindaje kwenda kule Mbweni? Sasa tutarajie kesho mtakutana na uwanja kama huu sehemu nyingine Kimara, mtashangaa mwingine uko Bagamoyo, mwingine uko la Kibaha, Mlandizi na kadhalika. Hii ni uthibitisho tosha kwamba Watanzania wanapenda soka, soka linakuwa na soka linapigwa eneo lolote lile. Zamani ilikuwa ni ngumu kutarajia kupata uwanja mzuri kama ule Mbweni. Leo na uwanja kama ule uko Mbweni. Ni ngumu sana kuzania kwamba pale katikati Mwenge unaweza kuwa na KMC complex. Leo naupata center ya jiji. Center mtatuambia sisi uko vipi na nyinyi sasa mnaendaje na Mwembe Yanga na uwanja wa Bandari na uwanja wa TRA hapa Kurasini. Nasema jamani, kuna vingine vitakuwa nusu, vingine vitakuwa full, vingine vitakuwa katikati. Uwanja kama wa Mwembe Yanga una sura mbili. Sura ya kwanza ya pembeni ni sehemu ya msitu, garden, watu kupumzika, kupunga upepo. Naam. Lakini sehemu nyingine watu wa kawaida kucheza mpira. Hamwezi wote mkoa katika standard za Azam Complex, standard za Uhuru au standard za viwanja vingine. Lazima tuende katika standard hizi. Unakwenda kwa uwanja wetu wa Bandari pale na una sifa kama hizi. Viko viwanja vingi vya aina hiyo. Na baada tuendelea kuboresha, tutakuwa na uwanja mwingine hapa katikati Temeke. Tuna mpango huo, tuna mpango kuondoa uwanja wa Tefa pale Tandika. Ile ni sehemu ya biashara, hakuna nafasi tena ya kufanya michezo. Tuna maeneo tayari tumeshaainisha. Tuko katika mazungumzo na Tefa, waambia njoeni, hebu tuache kuifanyike biashara. Nyinyi wenye mpira wenu, nyinyi chama cha soka cha Temeke, tuwape eneo jingine michezo iendelee. Kifupi, Temeke katika maana ya soka, katika maana ya facilities za soka tuko vizuri sana. Tumepungukiwa vitu vichache sana tunavyoelekea AFCON au CHAN, kwa na hoteli nzuri zitakazoweza kuwahifadhi hawa wachezaji wakapata viwanja vya mazoezi na wakatoka wakaenda uwanja wa Taifa. Kifupi tu niseme, tunapokwenda kwenye soka industry ni biashara ambayo inahitaji sekta nyingine. Unaweza ukawa na hoteli nzuri, investment ya hoteli ukaweka Mbezi Beach au ukaweka Posta au ukaweka Mikocheni, ukaweka Masaki, investment ile ni kubwa. Si lazima wote tuinvest kwenye hilo. Tunaweza kutengeneza chain. Sisi tukaamua kutokana na mazingira yetu tutainvest kwenye viwanja. Ambavyo tunaweza. Temeke tuweka huko. Mahoteli huko. Sasa na muda mwingine ni ngumu, sisi ni bandari, alafu ni uwanja wa mpira. Mazingira ya hoteli tena ni mtihani. Yanahitaji utulivu. Na tunawaambizana, tulikuwa na agenda hapa ya manispaa kujenga hoteli. Mimi ni miongoni mwa watu niliwaomba, waheshimiwa diwani, waombeni sana mwe kwenye mpango, lakini msikimbilie kwanza hiyo. Hebu muistadi vizuri. Yes. Hoteli duniani zinafanya kazi vipi? Mechi ngapi zinafika hapa ambazo zitahitaji huyu anaenda kucheza kwa Mkapa atokee labda atokee hapa. Lazima tujiulize ya mambo yote. Lakini hoteli hizi ni chain, zinaendeshwaje hizo hoteli? Zinaendeshwa kwenye mizunguko yao. Sasa tusiingie gharama kubwa ya kuweka mradi mkubwa ambao kwa White Elephant. Sisi tuinvest, tumeshajitambulisha ni watu wa viwanja vyetu ni rafiki. Temeke kunafikika kwa barabara kubwa, Kilwa Road, unakwenda Mandela Road, kutokea sehemu zote inafikika. Basi tuinvest hiyo, uwepo wetu wa kimkakati tuinvest hapa, tuongeze viwanja vya mazoezi na kadhalika huko hoteli huko. Hebu tuachie Kinondoni wao wakalale kule, alafu huko waje kuleta burudani kwenye fuko huko Kigamboni wekeni. Sisi tusiingie huko kwa sababu risk yake ni kubwa. Yes. Hiyo hoteli naenda kuweka Mbagala, ndio eneo liliko. Naenda kuweka Buza, ndio eneo liliko. Nani atakaa? Naenda kuweka Vikunai tu Ngoma. Kwa hiyo vitu sitaki tu kuconclude moja kwa moja vifanye, hapana, ila ninaona kwa sasa hivi ni kamradi ambako hakatusaidii kwenda mbele. Yes. Kana tupiga mark time kidogo. Hebu sisi tuweke kwanza kwenye pitch, kwenye facilities za mpira, uwanja wa mazoezi, gym nzuri. Wakija huku wanatoka kwenye shughuli za kutoka na wanaenda kukagua Mkapa, alafu wakalale wanako kujua huko. Maana yake
ukijaribu kuangalia kila siku tubadilishe mataulo, kila siku tufanye service, alafu na uhakika kama leo timu itafika, na hizi timu kubwa kubwa zinafika pengine kwa mwaka mara 2 au mara 3, inakuwa ni changamoto. Wengi sana waliongea kuhusu kuweka mahoteli Temeke, lakini tufikiri nje ya box. Hapa tunakuza bandari na kwa kubwa, maroli yako chungu mzima. Hii hoteli ni wazi haiwezi kupata watu, haiwezi kuvutia. Hoteli ni sehemu vile vile ya utalii. Tuna maeneo, ndio tukasema kama Dar es Salaam, Temeke tunaweza tukawa na tabia fulani, huduma nyingine tukasaidiwa na Ilala, huduma nyingine tukasaidiwa na Kigamboni, huduma nyingine tukasaidiwa na Kinondoni, lakini tuko kwenye cheni ile moja. Kwa mtu anayetaka kulala vizuri basi alale Seacliff, akiwa na uhakika atacheza kwa Mkapa. Sawa kabisa. Umezungumzia Azam wamewekeza kwenye swala zima la uwanja. Unawasaidia vipi kuwapa hamasa kwa hapa na pale, hasa baada ya kuondoka vigogo hao wawili kwa maana ya Simba na Yanga, ambao kwa hivi sasa wanatumia uwanja wa jirani yako kwa maana ya pale uwanja wa Kinondoni? Kwa kwanza, hizi timu kubwa hizi mara nyingi sana naongea, sitaki kuingia kwenye mawazo yao, sitaki kuingia kwenye ni siku moja tu nijaribu kufikiri hivi vilabu vikubwa Simba na Yanga wanahitaji kuwa na viwanja vyenye uwezo wa capacity ya 30,000-40,000. Aina ya mradi huo kwao unatija? Wakikutana wenyewe wana uhitaji wa Mkapa, kwa sababu Simba peke yake inajaza, Yanga peke yake inajaza, ina watu wa kutosha. Uwanja wa Azam wanaotumia au wa KMC unawatia hasara kiasi gani au faida kiasi gani? Mimi ungeniambia ni shauri, ningesema ingependeza sana hizi timu kongwe zitengeneze academy facilities za hostel kwa timu za vijana under 17, under 20, kama darasa kuwakuza na hosteli zao, baada ya kwenda kwenye hoteli watumie hizi facilities kupunguza gharama nyingine. Wakiinvest billions of money kwenye kujenga uwanja ambao ili ukulipe unahitaji vitu vingine vikusaidie, yawezekana kumbele unaweza kuwa ni mradi mzuri, ila kwa sasa hivi ukiangalia unajenga uwanja ule kama wa Azam Complex unaenda kuweka Bunju, au Yanga wanaenda kuweka Avic. Kwa mechi za kawaida hamna shida. Je, investment uliyoweka inakulipa? Unategemea kukodisha. Ukienda kukodisha vitu vitakulipa? Mimi kwangu ningependa, si lazima ya kwangu yafuatwe, ila mimi mawazo yako. Ungeniambia cha kwanza fanya, mimi Bunju ya kwanza naweka soccer academy, naweka hosteli za kutosha, sawa kabisa, facilities za gym, ili timu zisiende kukaa hoteli, gharama ni kubwa. Hiyo inakuwa sports center, naweka na program za kufundisha makocha pale na kadhalika, ili muda wote ule mradi uwe na watu wanaoweza ukajiendesha wenyewe. Tumeshathibitisha mechi kubwa mpaka leo, mechi ya Azam na Simba na Yanga huwezi kuweka KMC, huwezi kuweka Azam Complex, lazima kuweka kwa Mkapa. Maana yake hizi ni timu kubwa sana zinakwenda hivi. Lakini kubwa nataka niliseme ndio kuhusu Azam ni kati ya timu ambazo imekuwa haraka sana katika maana ya quality ya uchezaji. Lakini jambo la pili, Azam imeanza kupata wapenzi na mashabiki. Kama mmechunguza siku za katikati, Azam alipokuwa anaanza walikuwa uwanjani pale hawana mashabiki. Leo mpaka mkoani unawakuta mashabiki wenye na matawi yao kabisa. Unawakuta. Maana yake nini? Soka kukua kwa soka ni hatua. Ukitaka upate mashabiki, wewe fanya vizuri tu. Watajileta. Watakuja. Azam kumchallenge Simba na Yanga anasaidia wale watu wasiopenda vurugu za Simba na Yanga kwenda kwenye plan B ambayo ni Azam. Na nikwambie, siku Azam atakayopata ubingwa mara 2 mara 3 mfululizo, utakuja kuniambia. Iliwahi kutokea kwa Mtibwa, iliwahi kutokea kwa Majimaji, iliwahi kutokea kwa Tanzania Prisons. Uko nyuma ni timu zilikuwa hazina mashabiki, zilipopata ubingwa tu zikapata followers. Lakini tuende sasa hivi
Okay, unaweza kusema Man City ni timu ambayo ina historia huko nyuma, lakini mafanikio yamepata miaka hii ya karibuni. Yes. Hao watoto wanaozaliwa wana kawaida ya kujinasibisha na timu inayofanya vizuri kwa wakati huo. Kwa hiyo wewe angalia, wewe ukitaka kujua timu unayoshabikia, lazima kipindi ulipokuwa unakuwa hiyo timu ilikuwa ndio bingwa. Iko hivi siku zote. Kwa hiyo mtu hawezi akarithi tu timu isiyokuwa na mafanikio. Kwa hiyo so long as Azam itaendelea kufanya vizuri, haitahitaji Simba na Yanga kucheza Chamazi Complex. Yenyewe itajitosheleza na timu nyingine zitapeleka kule, kwa sababu bado ushindani utakuwa mkubwa tunavyokwenda sasa hivi. Na ukiangalia ligi yetu tunavyokwenda, kila siku inavyozidi kwenda, hasa baada ya Azam kuirusha kwenye vigamuzi ligi yetu ya Premier League, Tanzania Premier League, unaona kabisa mpaka mikoani hamasa ya mpira iko. Kwa hiyo kuhama kwa Simba na Yanga Azam Complex, leo watakuwepo, kesho kwanza tunajua kabisa hawa ni mafahari wawili, hawakai zizi moja. Leo wamegombana, kesho wanacheka. Shangaa kesho kutwa hiyo Azam wamegombana tena Azam Complex, utasikia story. Mmoja atarudi Chamazi, mmoja tabaki MC. Ya itakuja tu kutokea ni politics zao za mpira, ni vitu vya kawaida. Utani ni utani wao tu. Na muda mwingine unaweza toka sababu tumechoka tu. Ni si utani, wanaamua kwenda sehemu nyingine. Unaweza kashangaa upepo umekaa sababu ngoja si tuende JKT Mbweni. Ni kawaida yao hivyo. Hii mimi hainipi shida sana, ila tukikubwa ninachokiona na kinachonipa faraja ni jinsi Azam FC ilivyotoka hatua ya kwanza na kwa muda mfupi kuja katika level hii ya kwanza. Katika maana ya quality ya wachezaji wamepata kwa muda mrefu. Hii miaka ya 2013, 14, 15 ilikuwa na quality nzuri. Ilikuwa na wachezaji wazuri, na kama mnakumbuka kuna wakati 2013, 14, 15 Azam ndio ilikuwa na wachezaji bora wazawa. Na ukiwa trace walikuwa wamekuzwa kwenye Azam Academy. Hao ndio mnaowaimba leo, walienda wengine Simba, wengine wako Yanga. Maana yake nini? Bado Azam ana nafasi yake, lazima ajitambue. Ajue anapoingia kwenye game ya mpira wa Tanzania ambaye Simba na Yanga, siku zote mimi nawaambia Simba na Yanga sio vilabu. Utajidanganya sana ukizani Simba na Yanga ni vilabu vya mpira. Sio vilabu vya mpira. Simba na Yanga ni mifumo ya kijamii. Ni mifumo ya kijamii. Simba na Yanga ni mifumo ya kijamii, sio vyama vya mpira vile. Sio vyama vya mpira. Sio kabisa. Ukizani Simba Sports Club, Yanga Sports Club ukawatafsiri kama klabu nyingine ya mpira, utafeli. Uwe ni mfumo wa maisha, ni mifumo ya kijamii. Pale kuna mambo urafiki wa kidini, kuna urafiki wa ndugu, kuna urafiki wa kihistoria, kuna watu waliokutana shuleni pamoja, kuna watu walioshirikiana katika uongozi pamoja, kuna watu wanaungana mle kwenye mambo ya politics, siasa kabisa. Yaani hivi vilabu vina vyote, kwanza vina vyama vyote. Kwa hiyo kuna muda wanapiga politics. Kwa hiyo Simba na Yanga usivitafsiri hivi, au wana njia yao na hautaweza kuja kuiditi. Wana hoja zao za kihistoria toka kabla hata nchi haijapata uhuru. Kwa hiyo usiangalie sana. Nasema position ya Azam haitakuja kuwa Simba, haitakuja kuwa Yanga, ila inakuja na modo mpya ya mpira. Inakuja na modo mpya ya mpira ambayo ukirudi nyuma tulikuwa nayo zamani, ilipotea katikati. Unaposema Reli Morogoro inatambulisha mpira wa Morogoro. Unaposema RTC Kagera, ushirika Moshi, Tukuyu Mbeya, inatafsiri eneo ile maji Songea, Pamba Mwanza, Mirambo Tabora. Yani ndio hiyo Azam inakotupeleka sasa. Jamani, pamoja ya kuna majabali, lakini mimi ni one man show. Akiambukiza haya, leo tunaona Pamba kiongeza nguvu kidogo, inaanza kulisha ile hamasa ya zamani. Kumbukeni Mbeya City ilivyokuja. Ni kwamba tu hamasa kidogo tu. Mbeya City ilikuja na turudishia ile tafsiri ya mpira wa zamani. Ukienda kwenye mkoa unaacha pointi 3. Kulikuwa na EF Ubaruku. Uking'aa pale kwenye vijalba vya mpunga unaacha pointi. Sio kwa kubebwa, unakutana shinikizo la hewa. Kwa hiyo mimi unaacha pointi 3. Ninavyotizama Azam, naitizama kama timu inayotupatia paradigm shift. Inatuondoa
kwenye vilabu kongwe vya aina yake ambavyo huwezi kuvilinganisha na klabu yote, kuja kwenye huu mfumo mpya ambao leo timu inaweza ikawa na facilities nzuri ikatupeleka kwenye mpira wa kibiashara, na ndio tunaona kabisa leo. Kwa muda huu mfupi sijasikia kwamba kuna timu imekwama ya ligi kuu kwa sababu hawajalipa hoteli. Hii kwa hii miaka minne ya kabisa yasikia hilo. Au bwana wamefungiwa hotelini baada ya mechi wameshindwa kuondoka, au mmeacha bondi manager, yes, au wameshindwa kukosa usafiri. Kwa kweli haya yote ni Azam. Unapoongelea Azam kwenye sponsorship vile vile usizani tu kaingia tu hivyo, kwa sababu naye na mtoto wake pale, of course. Kwa anaona changamoto zile ili aende vizuri. Ndio ametusaidia sana kukuza soka. Na mimi ni waombe TFF wakae vizuri sana na Azam, wakae vizuri sana. Ametubadilishia mpira wetu, asante sana. Watafute incentives za kumfanya brand soka letu, iwe jua iwe mvua, tuwe na hizi standards zisishuke, ziongezeke, ziende juu zaidi. Maisha yanaenda, na ndivyo hivyo tunavyohitimisha. Nami nakushukuru sana wewe mtazamaji ambaye umekuwa nasi kwenye Zilizobamba. Mimi ni Beautiful Kanyigo, sports lady Rosemary Timsokarugira, ambaye kila siku ya Jumatatu na siku ya Ijumaa utakutana nami katika zile Zilizobamba. Tunazungumza michezo kwa ujumla. Tutakia utazamaji ambao unaendelea kusalia hapo hapo. Viwanjani bado inaendelea, hasa katika